Wewe tena? Umefuata nini tena hapa? Sijakufuata wewe. Mwenye chumba yuko wapi? Kwani hauwezi kumuona? Ni kwa nini mnataka kujua kuhusu haya mambo? Sio tunataka. Huyu hapa ndiye anataka kujua. Yani natamani tu kujua, mtu ukiwa kwenye ile hali ya kuandamwa na mapepo unakuwa unajisikiaje? Yani ni hivyo tu. Yaani unataka kujua tu na hauna sababu yoyote ya msingi? Ndiyo, ni elimu tu ambayo natamani kuijua. Sina nia yoyote mbaya. Sasa kwa nini umetembea umbali wote huu? Ulikuwa una nauli au? Mimi wakosa nauli kweli jamani? Unajua mwili wa binadamu ulivyoumbwa haukuumbwa kwa ajili ya kutulia sehemu moja. Na ndio maana siku hizi kumekuwa na magonjwa ya ajabu mengi sana. Hii ni kwa sababu watu hawataki kuishughulisha miili yao. Sio kweli. Kuumwa utaumwa hata ufanye mazoezi na kufa kuko pale pale. Sasa hizo ndo akili zenu nyinyi mnajiita.com. Watu wa zamani walikuwa wanaishughulisha sana miili yao. Na ndio maana walikuwa wanaishi maisha marefu kutuliko. Hii mambo ya utandawazi na kutuletea mashine za kurahisisha kufanyia kazi ndio imefanya watu wamekuwa na miili ya ovyo kabisa. Kinachotokea ni kwamba wewe unakuwa hujitambui kabisa. Kunakuwa kama kuna mtu mwingine ndio anaendesha mwili wako. Na ndio maana kuna watu wao wanachoma visu wakiwa katika ile hali. Hata wasijisikie maumivu. Kwa kuwa kwa muda ule mwili unakuwa kama umeazimishwa. Kwa mfano, mtu unaweza kurushiwa hayo mapepo au ni unayapata kwa kuzaliwa tu kama ilivyokuwa kwako? Mara nyingi huwa ni mambo ya kifamilia zaidi. Ila inawezekana pia mtu kukufanyizia kama anao uwezo wa kukuwekea. Sasa tunawezaje kujikinga ili tusiwekewe au tusirogwe kabisa? Kinga kubwa ni kujikabidhi kwa Mungu zaidi. Kwa sababu kinga za wanadamu ni za muda. Una uwezo wa kuwekewa kinga na mwenye uwezo mdogo. Ukaja kukutana na mchawi mwenye uwezo mkubwa zaidi. Utarogwa tu. Kama mimi nishahangaika kwa waganga kila aina. Lakini sikufanikiwa kuwa sawa. Ila nilikuja kukutana na mchungaji mmoja hivi. Ndiye aliyenisaidia mpaka leo niko sawa. Sasa itakuwaje kama utaacha kwenda kanisani? Si anaweza kukurudia tena? Kwa nini nimwache tena Mungu wangu sasa? Nitakuwa ni mpumbavu wa hali ya juu sana. Sawa, nashukuru kwa msaada wako. Sasa sisi tunaomba twende. Kama kutakuwa kuna jambo lingine, usichoke kutupokea. Karibuni sana. Asante sana. Hivi ni kwa nini mambo yanaenda kwa kusuasua sana? Kuna sehemu nilichanganya ndugu yangu, na mbaya zaidi wa mchanganyo ulivyotokea, siwezi hata kusimulia yani. Ni kwa nini ushindwe kunisimulia? Wewe ushakulala wiki nzima bila kuamka na ukaja kuamka poa sawa kabisa. Wewe ushaanza kuniona mimi mtoto, sio? Na ndio maana nimekwambia siwezi hata kusimulia, kwa sababu hata ningekuwa na uwezo wa kusimulia, bado usingeniamini. Hem, tosheni wewe utoto wako. Nataka kila kitu kiende kwenye mfumo. Na swala kuuza wiki mzigo wa siku 2 tu. Huo ni utoto. Sawa, nimekuelewa. Nitajitahidi kwenda na mfumo. Kwani unataka mimi nikwambie nini labda? Mbona sikuelewi? Mimi ndio sikuelewi wewe sasa. Ni kama kuna kajambo kapo. Ila unanizungusha tu ili mimi nisikajue. Huwezi kuniambia usumbufu wote ule wa kutaka kukutana na yule jamaa. Ulitaka kumuuliza tu yale ambayo umeweza kumuuliza pale. Mbona ni mambo ya kawaida sana na ni mambo ambayo yanaeleweka kabisa. Haya, sawa, sema wewe sasa. Unataka nimuulize nini? Au unataka nimuombe uchawi? Sawa. Samahani. Labda mimi nimekuhisi vibaya. Ila wacha tujipe muda. Kila kitu kitakuwa kwenye mfumo. Itajulikana. Nilikuwa najiuliza, hiyo jeuri ya kulipiga ngumi nyumbani kwangu umetoa wapi? Lakini nashukuru Mungu nimeshajua tayari. Nini? Kwa nini umruhusu akuendeshe kiasi hicho? Sijamruhusu mimi, ila wewe mangu tu ndo umeniponza.
Nilimwona mtaani kamsaidia pa kulala na hata sikuonyesha tamaa yoyote ile. Hata sijui mambo yamegeuka vipi mpaka nafikia hapa nilipo na hata sijui natokaje. Kila mtu ana uzoefu wake katika maisha. Jaribu kusoma uzoefu wake na imani utapata njia nzuri ya kudili naye na ataondoka mwenyewe. Sasa wewe umejuaje kuhusu yeye? Hilo nalo lina umuhimu sana kwako? Sio sana, ila natamani tu kujua, maana sikuwahi kumwambia mtu yeyote ile kuhusu hili. Mimi nilikutana na yule mwanamke na nikaongea naye, ndipo ambapo nikajua kwamba ndugu yangu upo kwenye tatizo zito sana. Kwa hiyo yeye ndo amekwambia? Hapana. Hajaniambia. Ila mimi ni mtu mzima mwenye akili timamu. Kwa hiyo sio lazima kila kitu niambie moja kwa moja. Kinga kubwa ni kujikabidhi kwa Mungu zaidi, kwa sababu kinga za wanadamu huwa ni za muda. Waweza kuwekewa kinga na mtu mwenye uwezo mdogo, ukaja kukutana na mchawi mwenye uwezo mkubwa zaidi, utarogwa tu. Mimi Titi Mundi ula that service kumgunda vyambo chikulinganyo ni boku nikipanseti na kwa tompo kimgusa ni ngume nyundo. Na hapa kukupenda wewe Tudo, na sitabadilisha msimamo wangu. Sitakuwa na mwanamke mwingine yoyote mpaka kifo kitakapotutenganisha. Mimi Tudo naahidi kukupenda wewe Titi Mundi mpaka mwisho wa kilele cha mapenzi yangu. Naahidi kuitunza ahadi hii. Shemeji, umeingiaje hapa ndani? Na mambo mawili tu yaliyonileta hapa ndani. La kwanza, sitaki uendelee kuwa na ukaribu na Joro. Na la pili, kaa mbali na Titi Mundi. Una sababu gani labda za msingi za kunifanya mimi nitengane na watu wangu wa karibu? Hiyo ni amri na sio ombi. Nini? Kwani nimelala saa ngapi? Na kwa nini naota ndoto za kijinga mchana huu? Mbona wasiwasi sana? Kwani kuna shida mimi hapa? Hapana. Mimi sipendi unavyokuwa na wasiwasi unaponiona. Yaani kama ningekuwa ni mtu mbaya, ningesha kuzuru muda mrefu sana na sio leo. Kwani mimi ni mbaya sana? Hapana. Kwa mfano, unaweza kupata ugumu kumtambulisha mtu kwa mimi ni mchumba wako? Hapana. Nimesahau simu yangu.